Tunahitaji kufanya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi kuweza ku-unlock hizo. Sasa hivi tuna discuss feasibility study inaendelea kufanyika hapa kampuni ya CCC kwa ajili ya kujenga barabara expressway kutoka Igawa Mbeya kwenda Tunduma. Ni barabara kubwa. Yule mwekezaji yuko anafanya feasibility study kwa sasa hivi, kamaliza pre-feasibility study. Hii ni kwa ajili ya kudecongest corridor hii, kudecongest hii boda ya Tunduma. Boda ambayo inabeba 70% ya transit cargo inayoshuka bandari ya Dar es Salaam. Kuna hasara kubwa ambayo inatokana na inefficiency ya barabara zetu ambayo inaweza kusababisha watu wakahama corridor. Kwa ili kusudi wasihame lazima uimprove, lakini unaimprove kiasi gani? Tanzania ni zaidi ya nusu ya Afrika Mashariki. Tumejenga barabara kwa miaka 30. Kuzimaintain peke yake unahitaji trilioni 2 kila mwaka. Lakini wakati huo unatakiwa ufinance majeshi, ufinance afya, ufinance mikopo elimu ya juu, ufinance kila kitu mpaka ujenge vyoo vya stand. Haitekelezeki. Ni lazima kuengage private sector, wafanye kila maeneo ambayo kuna appetite ya private, na serikali ibaki inafanya maeneo yote ambayo private hana appetite. Moja maeneo ambayo private hana appetite ni kutoa elimu bora kwa watu masikini, kwa sababu hawa watu masikini hawana uwezo wa kulipia. Private sector na government wanafanya PPP sio kwa kila mradi, ila mradi ambao unatanisha. Interest ya private company ni profit maximization. Interest ya government ni public welfare. Constitution inasema jukumu la kwanza la serikali ni ustawi wa watu wake. Wawe maskini, wawe wana uwezo, lakini ina lengo la kuweka ustawi wao. Private hana interest hiyo, ana interest ya profit maximization. Kwa watakapokutana maeneo ambayo private interest inakutana na public interest, hayo ndio maeneo ambayo yanaweza akafanya PPP. Hayo ndio maeneo ambayo yanaweza kufanya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Kuna maeneo ambayo serikali inafanya sio kwa sababu yanalipa kibiashara, bali yanalipa kiuchumi. Na hapo ndipo inapokuja tofauti kati ya commercial viability na economic viability. Faida za kiuchumi against faida za kibiashara. Kuna mradi ambao kibiashara haulipi, lakini kiuchumi unalipa. Kuna mradi ambao unalipa kibiashara na kiuchumi. Kwa hiyo miradi ambayo kiuchumi inalipa, kibiashara hailipi, ni kama miradi ya kujenga elimu bora kwa watu maskini. Inalipa kiuchumi, kibiashara hailipi. Serikali inafanya hivyo ili kuokoa talents ambazo zingepotea kwa sababu ya ukosefu wa maarifa au elimu bora. Kwa hiyo inabidi iwekeze kwa ajili hiyo. FM kutoka Dar es Salaam.